Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi kwanza ni washukuru sana kwa mwaliko wa haraka haraka na mkaweza kuhudhuria. Lakini pili ni wapongeze sana kuwa mmefika muda mrefu kwa ajili ya jambo hili la kuja kukutana hapa kwa ajili ya chakula baada ya kuisha mkutano mkubwa kabisa wa halmashauri kuu ya taifa. Katika baraza tuna vyombo vikuu. Tuna chombo kinaitwa Baraza la Ulama. Huko mwanzo lilikuwa haliko. Nilimwambia Sheikh Musa ataje kule ndani, sijui kama alitaja. Jana tulikuwa tunawaelimisha wajumbe wa Baraza la Ulama ambao hawana historia ya baraza ya nyuma, hakuna. Tuliobaki ni wachache, nadhani kwa mimi na Sheikh Ali Ngeruko na Sheikh Musa anayeweza kueleza kwamba zamani kulikuwa hakuna halmashauri kuu, kulikuwa na mkutano mkuu. Na zamani ilikuwa hakuna mashekhe, Baraza la Ulama ilikuwa hakuna. Hata mufti mwenyewe alikuwa ni mjumbe tu katika hiyo kamati kuu. Lakini mwenyekiti na katibu ndio waliokuwa wakubwa sana katika baraza, kiasi cha kwamba hata huyo mufti mwenyewe naye alikuwa ni mjumbe tu. Katika juhudi ambazo tumezifanya kama tulivyoeleza katika historia kwenye kikao cha Baraza la Ulama, na tukasema yaeleze tena upya katika kikao cha halmashauri, kafikia wakati sasa kukawa kuna Baraza la Ulama 1984. Na kwa bahati nzuri kipindi hicho ilipoanzishwa Baraza la Ulama, na mimi nilipata nafasi ya kuwa mjumbe wa Baraza la Ulama kwa kuchaguliwa na Sheikh Ahmed bin Juma bin Ahmed al-Buhri mpaka kufikia sasa. Kwa hiyo kuna mabadiliko mbalimbali ambayo yamejitokeza katikati ya uboreshaji na kuliweka baraza sawa sawa. Nilikuwa baraza liko chini ya watendaji zaidi, haliko kwa mashekhe. Lakini sasa hivi baraza liko kwa mashekhe, halafu watendaji ni watendaji wetu tunaowatuma tufanyie kazi zetu. Nataka nileweke uzuri hapa. Zamani baraza lilikuwa kwa watendaji zaidi, kwa maana ya kwamba mwenyekiti wa baraza na katibu wa baraza ndio wenye sauti, si mtu mwingine. Hata shekhe mkuu na mufti tukishakuelezeni mwanzo pia alikuwa ni mjumbe tu wa kusikiliza. Anaweza kanyosha kidole akatoa rai, akapingwa, kasuiliwa, ikatupwa rai yake kwa sababu ni mjumbe tu. Lakini tumesema hiki ni chombo cha dini, na chombo cha dini wanawazuoni ndio wenye kukiendesha kile chombo. Watakuwa na hitajio la kupata watendaji. Tunaposema watendaji tunawahitaji, ndio tunamtaka mwenyekiti kama mnavyomuona Sheikh Hamid Said Bataka katika upande wa halmashauri kuu. Katika upande wa wadhamini kuna mwenyekiti wake, na tunahitaji makatibu, ndio kama mnavyomuona katibu mkuu yuko, na tuna naibu katibu mkuu utawala kama mlivyomuona, tuna naibu katibu mkuu dini. Hivyo hata katika mikoa hivyo kuna mashekhe wa mikoa, kuna makatibu wa mikoa, kuna wenye viti wa mikoa mpaka mwisho. Utaratibu huu umeleta heshima na kufanya sasa baraza liwe ni baraza ambalo linasimamiwa na wale waliosomea hiyo dini yenyewe. Haiwezi dini ikasimamiwa na mtu ambaye hana elimu ya dini, haiwezekani. Hata siku moja haiwezekani. Dini inasimamiwa na mtu anasoma dini. Na lau si mashekhe mpaka leo wakawani hao makatibu wenye viti tu mpaka leo, ingekuwa hakuna dini. Kwa sababu kazi yao kuangalia pesa, kuangalia mali, kuangalia miradi, kuangalia nini, lakini kuangalia mahali ambapo panatakiwa pasimamiwe katika kuwaambia watu waweze kushikamana na amri za Mungu na kujiepusha na aliyokataza na Mungu kama kinavyosema kitabu chake. Kwa hakuna watu namna hiyo, kwa sababu mashekhe kazi yao ni kuamrisha mema na kukataza maovu. Kwa mfano juzi hapa kumetokea ili aljaihatul kubra, ili janga kubwa la ushoga. Wanaosema ni mashekhe. Nimesema mimi
wamevaa njuga mashekhe, mpaka leo wanazungumzia masuala ya ushoga ambayo wengi walikuwa wakiogopa kuyazungumzia. Sisi lazima tuzungumze, hata iwe vipi lazima tuzungumze kwamba vitendo hivi havifai. Haifai. Mwenyezi Mungu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza na akawaapiza mwenye kufanya na mwenye kufanywa. Hawa yanazungumzwa na mashekhe. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni wasimamizi wakuu wa dini. Kwa hiyo hilo limeangaliwa katika baraza na akafanyika mabadiliko mbalimbali mpaka kufikia wakati huu wa sasa. Na kuna kipindi ilikuwa baraza vile vile lilihitajia mufti awe na madaraka makubwa. Miaka ilikuwa 93 nadhani. 93 kama nakumbuka. Tukafanya mabadiliko makubwa kule Morogoro. Dodoma ilikuwa Dodoma, ile ilikuwa Dodoma, ile nyingine ilikuwa Morogoro. Tukafanya mabadiliko makubwa sana kuyazungumzia kwenye mkutano mkuu kwamba baraza haliko kwa mashekhe. Inatakiwa baraza lirudi kwa mashekhe. Mufti na shekhe mkuu awe ndio mwenyekiti wa baraza kwa ujumla katika ngazi ya taifa. Ndio litanyoka hili baraza. Kazi akapewa Shekhe Ali Ngeruko, tukampa kazi hiyo, akasimama Shekhe Kone. Sasa Kone kawa Darweshi, kumbe fanya kazi kubwa. Huyu ndio alifanya mwaka 93 kule Dodoma. Na Shekhe Isa Shabani Simba, tulimwambia na yeye wakati Shekhe mkoa Shinyanga kule, akasimama katika kipande. Tulimwambia wewe utazungumza kipande hiki, wewe utazungumza kipande hiki. Akasimama kwa ajili ya kipande chake akazungumza. Na Sheikh Omar Bafadhl, Sheikh wa mkoa wa Morogoro, ndio ilifanyika hii kazi. Lakini Waislamu mwajua kama kuna watu wanafanya kazi kama hiyo? Au mmekaa tu hamjui, mwajisemea tu? Baraza ndio hilo sasa. Mwajua kama kuna kazi ya namna hiyo, yakapatikana hayo mabadiliko haya. Hayo mabadiliko tuliyofanya sisi. Wa min dhibnihim ana. Lazima muelewe tulikuwa sisi ndio tulotengeneza hiyo habari mpaka kamili, tukaitengeneza hatukujali kulaumiwa. Kwa hiyo baraza limekwenda heshima, mashekhe wa mikoa na heshima, mashekhe wa wilaya na heshima, wajumbe wa halmashauri kuu na heshima. Zamani ilikuwa kamati kuu, sasa hivi halmashauri kuu. Leo wamekaa tangu asubuhi mpaka hii magharibi, wanazungumza mambo mbalimbali, wanadadavua mambo mbalimbali yanayohusiana na maendeleo ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania. Nimegusa kidogo kwa sababu kuna wengine hawaingii kwenye hivyo vikao, angalau mpate ncha ya baraza ni kitu gani, na kuna watu wamehangaikia baraza kwa kiasi gani. Imeeleweka? Usione kitu kimeelea wanasema waswahili, umefanyaje? Imeundwa mwalimu. Usione kitu ni hivi tu kama kuna watu wamehangaikia. Hata nchi hii kuna watu wamehangaikia, ndio unaona tumekaa mpaka leo. Kuna watu wameisumbukia hii, ndio unaona mpaka leo nchi imekaa vizuri. Na imetengenezwa kipindi kwa kipindi. Mara hii ilikuwa hivi, mara hii ilikuwa hivi, mara hii imekuwa hivi. Na sasa tunaye mama yetu Dr. Mama Samia Suluhu Hassan ambaye anatuendesha vizuri na mambo yanakwenda vizuri. Ni sababu ya uzuri wa watu waliofanya huko nyuma. Jamani, hii ni neema, lazima ieleweke. Sasa mimi nimekuiteni, mmenitikia, ninawashukuru na ninawapongeza. Lakini hiki kikao cha Kande ni kwa ajili ya kushukuru kumalizika vizuri kwa kikao cha halmashauri kuu kilichokuwa kinaongozwa na Sheikh Khamis Saidi Mataka na katibu wake pamoja na wajumbe waliohudhuria ambao wako hapa. Nikaona basi wasikae tu bure, au tukawa watu wameagana wamepanda kwenye mabasi wamerudi. Ni vizuri tupate nafasi ya kula pamoja na kuwakaribisha wapenzi wetu mbalimbali, wakina baba na kina mama, waweze kuhudhuria katika chakula hiki, tule pamoja, kuonesha kwamba sisi ni wamoja na tunachotaka sisi ni mshikamano na umoja. Hayo ndio maendeleo ya baraza. Katika madhumuni yake kifungu cha 4 kinasema Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA litakuwa ndio chombo cha kuunganisha Waislamu wa Tanzania na Waislamu wenzao. Vyombo vingine
vya Kiislamu nchini na nje ya nchi. Haya ni madhumuni, na nje ya nchi. Tafsiri na kuachia wewe mwenyewe utakwenda kufasiri. Ndio maana hata Qur'ani ina mufassiruna chungu mzima. Kwa hiyo mtakwenda kufasiri kipengele hiki kina maana gani, kwani hiki wazee walikiweka na sisi tumekiona tukiona kinafaa kuendeleza. Je, kipengele hiki kina maana gani, kina uzito gani? Hadi mambo nataka muelewe kila tunaposema mwamvuli BAKWATA wa Waislamu, lakini ni kwa kuangalia namna kuzilea taasisi nyingine, namna kuzilea jumuiya nyingine, namna kuwalea Waislamu katika nchi, namna kushirikiana katika nchi na nje ya nchi. Kwa hiyo hatufanyi jambo kibaba, tunafanya jambo kwamba ndani yake kuna maslaha, na tunafanya jambo ambalo ndani yake tunajua tunafanya kwa sababu ya, sio kama tunajifanyia tu sisi. Hatufanyi, tunachunga mwenendo wetu, tunachunga madhhabi yetu, tunachunga akida yetu, tunachunga Uislamu wetu, tunachunga ujamaa wetu, tunazichunga taasisi zetu, lakini tunachunga na Utanzania. Tulieleza siku moja katika zile kuliyatu al-khams, tulizieleza mwezi Ramadhani katika darasa. Nikwambia zile kuliyatu al-khams ndio jitihada za wanazuoni waliopita kule nyuma. Lakini katika mkutano kule Misri tumeona wenzetu wale madakatira wa Jamiat al-Azhar wameongeza kulia moja. Sasa imekuwa kuliyatu 6. Hii iliongezeka ni ipi? Ni hifdhul watan. Ilikuwa haimo hii. Yani kuulinda nchi, uzalendo, kuwa na uzalendo. Lazima tuwe na uzalendo na nchi yetu. Tuwe na uzalendo na Tanzania. Tuipende Tanzania. Tuwapende viongozi wetu. Tuwape ushirikiano. Tuwasaidie katika kudumisha amani na utulivu katika nchi yetu. Hasa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wasaidizi wake. Lakini na kuwapenda na viongozi wenu wa dini pia. Mufti na watu wengine. Lazima muwapende. Lazima muwapende mashekhe wenu hao wote. Lazima muwapende wakina Katimba wale pale. Lazima muwapende. Sio mkae tu hamna haja na mashekhe, malaki msiingie katika ule msemo uliosemwa atawafasiri kaimu mashekhe wa mkoa, wal jahiluna lil ulamai adau. Tusiingie huko. Hapana, lazima tuwe na mapenzi na mashekhe. Kama mapenzi yanakuwa hayako, basi na dini itakuwa inakwenda vigumu, ina vibaya. Viongozi watakuwa wanashindwa kupeleka yale malengo kwa sababu hawana mapenzi wale raia wao, wale maamuma wao hawana mapenzi na wale mashekhe. Ingawa hiyo ni tabia ambayo ya kimaumbile ipo, kwamba mwanachuoni anakuwa hapendezi kwa mtu asiyekuwa mwanachuoni. Hili jambo lipo, limesema na wanazuoni wakubwa kama kipande cha ubeti hiki ambacho nimekieleza hapa. Lakini lazima tujenge kuwapenda wanazuoni, tuwapende mashekhe, tuwapende masharifu. Leo sharifu huyo Al-Hatimi, simama shekhe. Afwan, huyo ni Abdul Latif Al-Hatimi, kaka yake yule kijana yule mnamuita Al-Hatimi, anakuja anasema sana. Huyo ndio kaka yake na ndio mwalimu wake aliyemfundisha. Lakini ameweza kuvumilia mwezi wa Ramadhani mzima. Nilikuwa na mtuma kazi katika busati la Mtoro, nadhani mmemwona sana. Na yuko mpaka sasa hivi hajarudi kwao Kenya. Mahaba, mapenzi. Watu wametoa mapenzi kwa mashekhe zao. Bughudha tu. Paka lini nafanya bughudha? Lazima ukubali kwamba fulani. Sheikh Hamis Mataka ni mwenyekiti, huwezi kumfanya sio mwenyekiti. Alafu hakujipa mwenyewe, ni mambo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio amempa. Inaeleweka uzuri eh? Maulama, mashekhe wa mikoa, mashekhe wa wilaya, mashekhe wa kata, maimamu. Sasa wewe unapotaka kuleta balaa na nini katika nafasi yake, unataka kuleta vitu ambavyo unataka kumkiuka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuna na watu ambao Mungu ameumba kila jambo halifai ila awe amefanya yeye. Kuna watu wa sampulio, jambo lolote ni baya, wangeza tungefanya hivi na nini. Hamna jambo shekhe, hakuna jambo shekhe. Kwa sababu gani? Anataka awe yeye, na wala akiwa yeye haiwezekani. Mathalan, sisi tumetengeneza mazuri sana. Tumetengeneza mazuri. Hii zamani mlikuwa mnakuja katika mandhari kama haya BAKWATA hapa. Si mnakuja katika vyumba vya madarasa ya watoto wa shule hapa. Hapa pote tulipokaa ilikuwa madarasa ya watoto wa shule hapa. Hata zile ofisi za mwanzo ni ofisi ambazo
Wamenyang'anywa watoto wa shule madarasa, kisha hii ofisi ya mufti, hii ofisi ya katibu mkuu, hii ofisi naibu katibu mkuu, hii ofisi watakuwa rafika ulama, hii ofisi mashika mikoa wakija, hii ofisi ya halmashauri. Ilikuwa namna hiyo. Huyu alikuwa na ofisi yake katika chumba fulani darasa. Alikuwa anakaa kwenye darasa huyu. Mimi mwenyewe nilikuwa nakaa katika darasa, na wakati nilipokuwa naibu mufti ungenionea huruma, na wale ambao kwamba wanaelewa wako, hata kila Sheikh Al-Hadi wanaelewa. Kichumba changu mimi kile katika kile kijidarasa, ilikuwa sio kidarasa, kama kijimaktaba fulani kidogo, kina kile kijimlango mmoja mdogo na kisehemu finyu hivi, ndio hapa naibu mufti. Nikasema kwa sababu kazi ya Mungu acha mimi nitafanya tu, wala sio kwa ajili ya hiki chumba. Ndivyo ilivyokuwa. Sehemu ilikuwa kubwa kidogo, ilikuwa ya mufti, ndio pana chumba na kijisebule ambacho anakaa katibu wake. Ndivyo ilivyokuwa. Lakini mimi kwa katika kijumba fulani hivi ambacho hata yani kikifunga naweza kusema hapa kwa rumande. Hiyo ndio ilikuwa BAKWATA. Lakini leo BAKWATA inapendeza. Majumba kama hayo mnayaona, msikiti mkubwa kama ule, tunasema mimi sikuwa ilitakiwa siseme maneno haya waseme watu wengine. Lakini kwa sababu gani nimesema? Watu wamejaa hasadi Sheikh, hawezi kutusemea, sharti tuseme wenyewe. Naam. Na mara nyingi watu mahasidi hawapendi kuona ukweli wa mambo yaliyofanya na wenzao waliotangulia. Mimi kila siku nikisimama na wasifu wazee waliokuja kuanzisha hii Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA. Iko siku tumetengeneza utaratibu na sasa tunaandika kitabu cha historia ya baraza, kitatoka baadaye. Nimempa kazi kusimamia Sheikh Ali Ngeruku. Tusije tukaondoka sisi katika ulimwengu huu wanaokuja hawajui baraza lilikuwa vipi, lilianzaje, mambo yalikuwa vipi. Tunatengeneza hiyo kwa ajili ya kuweka baraza likae vizuri. Lakini watu wanaweza kaingia na fitna na hivi na hasadi na nini. Alfitnatu naima la'ana Allahu man ayqadhaha. Tajua mwenyewe kufasiri. Kwa hiyo Waislamu tusiendeleze mambo. Tunataka sisi tunahitaji maendeleo. Nataka maendeleo kwenda mbele, sio kujifanya kwamba mtu mwingine anastahili zaidi kuliko mwingine. Hakuna masala hayo. Hakuna masala hayo. Mimi nimekuambia ni tangu 84. Nimekuwa mjumbe wa Baraza la Ulama, nimechaguliwa na Sheikh bin Juma bin Hamid, barua yangu iko mpaka leo. Nayo. Sasa kuna nani hapa? Kuna mtu wa zamani wa zama hizo hapa? Nani? Wewe Pembe bado uko kwenda Ilala. Julikani na mtu yote. Lakini sisi tukitoka zama hizo tunagaragara tu. Hata umoja wa vijana tumeanzisha sisi. Mtu wa kwanza kuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana huyo hapo. Simama Sheikh Okole. Sheikh Musa. Amekwenda Zimbabwe, amekwenda Burundi, amekwenda Rwanda, amekwenda Johannesburg, Jobi, amekwenda Nairobi, amekwenda kunaitwaje kwa Mugabe huko. Zimbabwe kote amekwenda. Ikaanzishwa na timu ya mpira hapa ya kuwadhibiti vijana waache mambo ya mihadarati, waingie katika maadili mema. Ni huyo amefanya na wenzake. Na timu hizo ikawa hiyo timu ni timu ya BAKWATA makao makuu. Ikasababisha watu wa vijana wengi wakaacha mambo yao ya ovyo, wakawa watu wa 5 salawati. Mmoja kwa Kinondoni anaitwa Rajabu. Au Kiswahili kingine utakumpata kirahisi anaitwa Rajabu Shamaringo, yuko hapo. Amekuwa ni 5 salawati. Na alikuwa ni mtu hawezekani huyo. Nani? Umoja wa vijana ambao umeanzisha na mwenyekiti wake alikuwa huyu. Ni mwajua? Hata akija Pembe kwa umoja wa vijana afikiri kaanzisha yeye. Acha wakala Sheikh. Ujianzisha, sisi tumitazama tu Sheikh. Sisi tuamiola tu hivi. Lakini ujianzisha. Hiyo ndio BAKWATA iliyopita huko nyuma mpaka leo. Nimeamua kuchafuka kidogo nisemeseme ili mpate kuelewa, naona kama watu wengi hawana uelewa. Ni siku moja sisi tulikuwa tunaangalia katika BAKWATA miaka 50. Ndakumbuka walitunga mkono sana viongozi wa serikali, akiwemo Mama Samia alikuja. Tuna mwenyewe kanambia tulikuwa katika kikao kikubwa sana Sheikh, tumekuja katika jambo hili. Pale Diamond Jubilee. Watu walijaa ndani na walio nje ni wengi kuliko walioko ndani. Kwenye miaka 50 ya baraza tangu kuundwa kwake mwaka 68. Pale tulizungumza maneno mengi sana. Lakini nilisema haiwezekani watu, inawezekana hata watu walio ndani ya BAKWATA, historia ya BAKWATA haijui ilianza vipi. Nikamtafuta Mzee Suleiman Hega, nikampa nafasi hiyo kwa sababu tunamjua yeye alikuwa ndio mwenyekiti.
Na huko nyuma wakati wa East Africa Muslim Welfare Society alikuwa vile vile ni katibu wa jimbo la Dar es Salaam zama hizo. Kwa alitupatia mpaka zile cassette zinazozungumza namna kuanzishwa BAKWATA alizozizungumzia Mheshimiwa Rais aliyepita Zanzibar wa mwanzo Mzee Karume, na watu walisikia wenyewe pale. Ule ni mpango niliofanya kusudi watu wakawa wanashangaa, ala kumbe ilikuwa hivyo, ala kumbe ilikuwa hivyo. Na wazee wote wao wakina Mzee Takadiri, wakina Mzee nani wote, wakina Sheikh Hassan bin Amir Shirazi, wanazuoni kama wakina Sheikh Abdallah cha Urembo, wakina nani, hata Sheikh Ahmed bin Juma. Mimi nina kitabu kina picha zao wote. Sheikh Ali nitakupa kwa ajili ya kuweka katika ile kitabu. Sasa wewe kama uitaki BAKWATA, babio alikuwa katika BAKWATA ndio waanzilishi. Kama huko katika BAKWATA, babu yako alikuwa katika BAKWATA, ila wewe hujui kwa sababu ya ule utoto ulionao au ule ujinga ulionao, wewe hujui chochote. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ile ahla dhikri inaingia katika mambo mengi. Hatuna darasa hapa, tutakuja kufanya darasa siku moja. Nadhani tunaelewana si mpaka hapa. Mimi nashangaa sana mtu mwingine ukimuuliza yule mtoto ni nani fulani, baba yake si alikuweko katika kuanzisha kwa baraza, anapiga kelele nini? Jamanini, tulieni jamani. Kuna mambo mengi ambayo tutazungumza hapa, tunafahamu sisi ndio tulobakia kuweza kueleza, na wazee wa kina Nzoa. Mzee mwingine aliyopo hapa alibakia ni Mzee Mtuli labda, na wazee wachache tu Dar es Salaam waliobakia, na mzee yule kule Bukoba kama wawili. Naam, Mzee Mwanandege, naam, Mzee Mwanandege. Watu wachache waliobakia, ndio maana tunawahi kuandika kitabu kabla na hawa nao hawajamalizika, na kabla na sisi pia hatujaondoka, maana hatuna guarantee ya kuishi katika hii ardhi. Wakati wote Mwenyezi Mungu anaweza. Mimi nilikuwa na mdogo wangu anaitwa Juma, ndio ananifuatia, nilimpa wasia mwingi unaohusiana na mimi. Baadaye nikifa bana, kuna jambo kadha nilimpa wasia wote. Kafa yeye. Pata uchungu sana kwa kufa kwake, kwa sababu nilikuwa ni mdogo wangu, lakini mwanafunzi wangu, lakini kwa kama mtoto wangu nikabidhiwa hasa. Ni mdogo wangu ananifuatia, lakini hatukufuatana. Kuna distance kubwa baina yake na mimi. Kwa hatuna guarantee ya kuishi. Lazima baraza tulifanyie kazi inayoonekana. Wanaokuja baadaye wasikae hawajui jambo, alafu wanataka kuingia tu katika uongozi. Lazima kuna khalfia ambayo inajulikana. Ndio maana tunaandika kitabu. Na waomba sana wajumbe wa halmashauri kuu, na nipongeza sana wajumbe wa halmashauri kuu, kazi mlioifanya ni nzuri na tunaendelea na kulisimamia baraza. Nawashukuru sana wajumbe wote mliokuja na wageni wote waalikwa ambao mmelihudumia baraza, na kuna watu wengine wengi ambao walikuwa zamani ndani ya baraza sasa hivi hawapo, lakini tunawashukuru wote kutokana na kazi yao. Umeona kule ambao wamefanya kazi kubwa sana ya kulisimamia baraza kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA. Kule kwetu Tanga wengi wameondoka kule. Amebakia mzee mmoja tu kule. Mzee wa Sheikh wa wilaya ya Tanga mjini, Mzee Kombora. Mzee Kombora. Wamebakia na watu kama wale kule Pangani, kuna mtu mmoja. Maeneo ya Korogwe wamekufa wote. Siwaoni tena. Kule Lushoto nao pia wameondoka. Sasa tutakuta watu wazee wengi kuangalia kutunduru wapi wote hatuna. Kule Songea tulibakiwa na Mzee Songa Mbele, lakini hali yake sio nzuri sana, huwezi kupata chochote. Kwa hiyo hali ni hiyo. Kwa hiyo nimesema sana jamani, mtaniwia radhi kwa sababu wakati wa chakula hutaki maneno mengi. Tutakuwa tuzungumze maneno machache alafu tuingie katika mambo ya chakula. Kwa hiyo nimefanya ukarimu wa kumiita tuje tule pamoja katika raha ya kusherehekea vikao vyetu mbalimbali, na kwa kazi kubwa mlioifanya ambayo nimesikia kupitia mwenyekiti wenu, lakini pia kuunganisha Waislamu wote hapa ambao tumepata nafasi ya kuweza kuwaita. Unasikia makelele ya watoto wetu huko sasa hivi, au ni watoto wanafahamu mitihani ya form 6 form 9, wako huko kwenye nyumba nzuri kabisa, kwenye madarasa mazuri. Hiyo ndio BAKWATA ambayo tunaifanya. Baada ya kuzungumza hapa, kuna kidogo maelezo machache yanayohusiana na hija, lakini niseme kabisa kwamba kampeni ya hija ya mwaka huu 2023 nimeizindua rasmi.